Yeah. Afrika yangu, sikia sauti ya historia, kutoka milimani hadi mabonde, watu wanatafuta utambulisho wao. Afrika Kusini ni nchi ya makabila mengi, lugha nyingi, tamaduni nyingi, historia yenye maumivu na ushindi. Na leo kuna sauti mpya imeibuka, ikisema Wazulu wanapaswa kuwa na njia yao wenyewe. Pakelu Mthakati, jina linalozua mjadala mkubwa, ameongoza maandamano kuhusu wahamiaji. Amesema utamaduni wa Zulu lazima ulindwe, na ndoto yake ni kuona eneo la Zulu likiwa na uhuru wake. Lakini kila ndoto huja na swali, je, tutajenga au tutagawanyika? Sikia mioyo ikigonga, sikia ardhi ikijibu. Kuna hofu, kuna matumaini, kuna sauti za kesho. Sauti yako inasikika, oh Zulu, Zulu, umoja bado una thamani. Je, tutagawanyika au tutajenga pamoja? Historia itamua njia yetu kesho. Wafuasi wake wanasema watu wa Zulu wanahitaji nguvu ya kuamua maisha yao, kulinda mila, ardhi na urithi wao wa zamani. Wanasema hii ni heshima, si hasira. Lakini wakosoaji wanauliza, je, kugawanyika kutaleta amani au kutafungua milango ya maumivu mapya katika uchumi na siasa za kila siku? Maisha ya watu yatatirika ikiwa mipaka mipya itatengenezwa, na mama, baba, watoto wataishi kwa hofu au tumaini. Sikia mioyo ikigonga, sikia ardhi ikijibu. Kuna hofu, kuna matumaini, kuna sauti za kesho. Afrika, sikia kilio cha watu, kila kabila lina hadithi na ndoto zake. Oh Afrika, sikia kilio cha watu, lakini amani ndiyo hazina kubwa. Tusisahau sisi ni watoto wa bara moja, tusisahau sisi ni watoto wa bara moja. Historia ya ufalme wa Zulu bado inaishi, mashujaa wa zamani bado wanakumbukwa. Leo kizazi kipya kinauliza swali moja, mustakabali wetu utakuwa mgawanyiko au moja? Amani kwa wote, heshima kwa wote.